alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waislamu kidogo tumesema tuwaongeleshe kwa sababu hali imekuwa si hali na kumekuwa na mtihani, mambo ya dawa ya kutembea hapa kwenda pale kuweza kufikisha kilima ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maana yake tumeishiwa kabisa, hatuna namna. So tukaona badala ya kusimamisha dawa, afadhali tuongee na Waislamu wale ambao wako na uwezo kidogo, watu support namna walivyokuwa wakifanya, angalau tuweze kuendelea na dawa, kwa sababu hii dawa imekuwa kuna gharama hapa na pale ya usafiri ya nini. So na hali imekuwa akaunti yetu hatuna chochote, akaunti ya dawa imekwisha kabisa. So Waislamu, target yetu ilikuwa Allah akijalia tukipata Waislamu au Muislamu mmoja akatupa kama 50,000 au zaidi, itakusaidia sana katika kazi ya dawa, kwa sababu hali si hali, na ikienda hivyo tutasimamisha, na itakuwa lengo letu ile ya kufikisha na kuwafikia wale ambao hawajatamka kilima cha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hiyo mission itakuwa inadidimia, inarudi chini. So Islam, tunaomba wale huwa wanasimama na sisi na wale wengine ambao watasipata hii ujumbe kwa ajili ya Allah. Hii ni nusra tu kwa ajili ya kuisukuma gurudumu ya Uislamu kwenda mbele. Kuna Waislamu wana uwezo shilingi 500, 1000, 2000, 200, 300, angalau tuunganishe tuweze kupata nafuu katika kuendeza gurudumu ya dawa. Kumbuka hii kazi ni ya kila Muislamu, kazi ya dawa ni ya kila Muislamu aliyetamka kalima ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, isipokuwa sisi inakuwa ni wale wako mbele. So wale wako nyuma wanapush wale wako mbele, ndio wale wako mbele waweze kufikisha kwa wepesi, kwa sababu watu wengi wako shughuli hapa na pale, wengine wako mbali, lakini wakishirikiana na sisi sote tunaandikiwa tuko katika ile kazi moja ya kufikisha kilima cha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So Waislamu, kwa niaba yenu, kwa ajili ya Allah, tuweze kunusuru kwa ajili ya Allah, kwa sababu tumefika mwisho. Ukiona mahali tunawalilia hali si hali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kama mlisikia kwa mwenzangu ni kwamba hali hivyo ndivyo ilivyo, na kwa kusema kweli hii kazi ya dawa huwa iko na mitihani mingi, isipokuwa watu wengi hawajui. Ina mitihani mingi sababu kuna wakati inafika mnarudi nyinyi wenyewe kwa mifuko zenyu, na kwa kusema kweli, unajua siku hizi gharama ya dawa iko juu sana, kwa sababu popote unapoenda, hata ukitoka mji uende mji mwingine, lazima uwe umejitayarisha kwamba nikienda kwa hiyo mji chakula, kulala. Siku hizi lazima ulale kwa hoteli katika hiyo mji, hata kama unakaa wiki moja ama unakaa mwezi mzima, utakaa kwa hoteli, utakuwa unakula kwa hoteli. So inakuwa ni gharama iko kubwa sana. Kwa hivyo Waislamu, ukisikia tukiwaambia hivyo ni kwamba ndio hivyo ilivyo katika hali. Hakuna kitu sahihi unaweza kufanya kuhusiana na dawa haina gharama. Zamani ilikuwa angalau miaka iliyopita ya zamani ilikuwa tofauti sana. Kulikuwa watu wanajitolea zaidi sana miaka ya zamani, lakini siku hizi inatakikana watu wafanye bidii na waweze kujua hii kazi ndio walikuwa wanafanya maambia wote ambao walitumwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala walikuwa wanafanya hii kazi. Ni kazi ambaye watu wanaonaga ni kazi, kuna watu ambao wanaona ni kazi duni, kusimama mbele ya watu, yani kusimama sokoni, kusimama pale popote kuongea na watu wanaona ni kazi duni, lakini mbele ya Allah ni jambo kubwa sana, kwa sababu manabii wote ndio hiyo kazi walikuwa wanafanya. Hawakuwa wanaogopa yeyote isipokuwa Mwenyezi Mungu. Walikuwa wanaenda masokoni, watembea barabarani, wanaeleza watu waseme la ilaha illa Allah, hivyo mpaka ikatufikia sisi Uislamu. Kwa hivyo Uislamu, account tunaomba tunaitisha mingi, ni account ya dawa. Account ya dawa iko empty kabisa, haina kitu kabisa. Ndio unaona tunataka tumeitisha kwanza hiyo kidogo, tukiona kama mtu anaweza ongeza hata akatupatia hata 100,000, hata kwa amefanya kitu mzuri sana, kwa sababu sasa hiyo unajua itatusukuma kwa muda mrefu. So kwa hivyo Waislamu, changieni akaunti ya dawa, kwa sababu huwa mara mingi inasaulika. Mambo mengine huwa tunafanya kama kuna kitu fulani tunafanya, lakini akaunti ya dawa inakuwa imesahaulika, ama walimu wanakuwa wanasahaulika. So kwa hivyo Waislamu, ni haya machache tu, hatuna mengi. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni siku nyingine Waislamu tumesimama mbele yenu, na Allah subhanahu wa ta'ala atujalie afya sisi sote mahali tulipo na atupatie jannatul firdaus al-a'la. Mandugu zetu tumesimama mbele yenu kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni kazi ya da'wa, na kazi ya da'wa ni kazi ya kila Muislamu. Tunahitaji gharama ya da'wa wa Islam. Akaunti ya da'wa haina chochote. Tunatumia gari, tukisafiri lazima gari iwekwe mafuta. Pengine kama tutafanya da'wa ya maspika lazima fia kaunti zilipwe. Ina mambo mengi sana da'wa. Kwa hivyo Waislamu tumesema 50,000, lakini ikipatikana zaidi ya 50 itakuwa ni bora zaidi. Hata ikipatikana 100,000, 200,000 itakuwa ni bora sana, sababu ni sadaqatul jariya. Usione umeambiwa 50 ukatuma tu 50. Toa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni sadaqatul jariya ndugu yangu. Unawekea wazazi wako, unajiwekea wewe mwenyewe, unawekea ahli yako, unawekea Waislamu kwa jumla. Lazima sisi pia tutakiane mema Waislamu, tutoe kwa ajili ya Waislamu, pia tutoe kwa ajili ya wazazi wetu, tutoe kwa ajili ya Waislamu, tutoe kwa ajili ya nafsi yetu. Kwa hivyo ndugu zangu, tumesimama mbele yenu, tunataka mfuko ya da'wa ijae, na hakuna watu wengine watajaza, ni Waislamu watajaza. Ni Waislamu watajaza, na tunataka hiyo hela ipatikane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala wazidishie fi dunia wal akhirah, wale watatoa na wale hawatatoa na Waislamu wote kwa jumla. Allah subhanahu wa ta'ala awapatie amani mahali walipo, na awapatie afya mahali walipo, na awajalie jannatul firdaus al-a'la. Na hii msukosuko ya dunia Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe nayo. Hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum. Mimi naitwa Salim. Wewe wanakuita nani? Henry, Muislamu Kristo? Asante. Swali gani ungependa kuwauliza Waislamu? Utofauti wa Waislamu na Wakristo ni gani? Utofauti wa Waislamu na Ukristo ni hii 22:78 Qur'ani. Pole ndio hiyo utofauti wa Uislamu na Ukristo. 22:78. Hii ni Kiarabu original text yake, na hii ni tafsiri ya Kiswahili. Qur'ani 22:78. Angalia 78 ndio hii. Unaona sasa? Na ipiganie dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahili kupiganiwa. Yeye amekuchagueni muwe umma ulio bora, wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Nayo dini hii ni mila ya baba yenu Ibrahimu. Yeye Mwenyezi Mungu alikuiteni Waislamu tangu katika vitabu vya zamani huko, na katika Qur'ani hii pia mmeitwa jina hilo hilo. Uislamu ni dini ambayo imetoka kwake Mwenyezi Mungu, na Mungu ametuita Waislamu. Ukristo ni watu walikaa chini wakatengeneza Ukristo. Ndio tofauti, kitu ya kwanza, kwa sababu kuna watu ndio walijiita Wakristo, lakini sisi ni Mungu alituita Waislamu na akatupa dini ya Uislamu. So Uislamu ni dini ambayo Mungu ameleta, ameambia watu wafuate ili wamfikie. Ni utaratibu na maisha ambao Mwenyezi Mungu amewaletea wanadamu. 626 Qur'an. Utauliza tu, ngoja nimalizane. Angalia 626. Pole tu. Angalia hapo. Aelewe hapo. Ukisikia 6 ndio hii 26 ndio. Na hii dini ya Uislamu, ndio njia ya Mola wako iliyonyoka. Tena Uislamu ndio njia ya Mungu iliyonyoka. Ibrahimu alikuwa ni Muislamu, Musa alikuwa Muislamu, Yesu alikuwa Muislamu, Muhammad alikuwa Muislamu, Nabii Adam alikuwa ni Muislamu. Manabii wote ambao Mungu ameleta walikuwa na dini moja ya Uislamu. Ukristo ulikuja baadaye, ikaja na bwana mmoja anaitwa Paulo ambaye alikuwa ni Murumi, na ndio ukaona wakaweka headquarter pale Roma, akaileta hiyo. Alipoleta wakakorofishana huko ndani, ndio ikapasuka, ukapata kuna PCA, kuna zingine zikaja. So tofauti ni kwamba tofauti kubwa ni kwamba Mungu ametuambia tuwe Waislamu 5:3 Qur'ani.
Mungu mwenyewe katuambia tuwe Waislamu. Sasa wewe inafaa ufuate ya Mungu, uwe Muislamu. Sikiza habari. Leo nimekukamilisheni dini yenu na nimekutimizieni neema yangu na nimekupendeleeni Uislamu uwe dini yenu. Mungu ametupendelea Uislamu uwe ndio dini yetu, lakini hakuna ndani ya Biblia mahali Mungu anasema nimekupendeleeni Ukristo uwe dini yenu, hakuna. Lakini sisi tunapata Mungu ametupendelea tuwe Waislamu. Waislamu ni kunyenyekea amri za Mungu na kukaa maisha yote namna Mwenyezi Mungu anavyotaka kwa sheria na amri za Mungu. Kumaanisha Yesu alikuwa mwanadamu. Yesu alikuwa ni mwanadamu kulingana na Biblia. Sikiza alikuwa ni nani? 2:5 Timotheo wa kwanza muonyesha alikuwa ni binadamu, sio sisi vitabu vinasema. Kwani walikueleza alikuwa ni jini? Sikiza alikuwa utakuja hapo tumalizane na huyu, utakuja hapo itakuja kabisa, usiwe na wasiwasi. 2:5 Timotheo wa kwanza kijana wetu apate ujumbe 2:5 nauliza kama Yesu binadamu. 2:5 Timotheo wa kwanza 2:5 Timotheo wa kwanza, the first Timothy. Muonyesha aone Yesu alikuwa binadamu. Inasema hivi, kwa sababu Mungu ni mmoja. Kwanza Mungu ni mmoja, sio wawili au watatu. Na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Mwanadamu. Mwanadamu. Kristo Yesu. Angalia, ni Biblia iliandika Yesu ni mwanadamu, sio sisi. Kama ni mimi ingekuwa na makosa, lakini waliandika Biblia wamesema Yesu binadamu. Sasa sisi lazima tukubali kwa sababu ni kitu kimeandikwa, hatuwezi pingana. Ni mwanadamu kwa sababu kazaliwa na mwanadamu, na binadamu anazaa mwanadamu mwenzake, na ndio akakaa tumbo ya Mariamu miezi 9, kakazaliwa, kanyonya, katailiwa mwanadamu. Inasema Yesu ni roho, inatoka wapi? Yesu ni kweli ni roho. Ni mwanadamu hivi. Qur'ani 4:171. Pole tu ni roho. Ni roho, yeye hana tatizo. Na atakuonyesha saa hii Qur'ani 4:171. Muonyeshe Yesu ni roho iliyotoka kwake Mungu. Qur'ani yenyewe inatueleza. Lakini binadamu 4:71 tena iko vizuri sana, haina matatizo. Qur'ani 4:171. Pole muonyeshe aione. Nasemaje? Enyi watu wa kitabu, msipindukie mipaka katika dini yenu, wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu ila yaliyo kweli. Masihi Isa bin Maryam, Yesu mtoto wa Mariamu, ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ni kiumbe aliyeumbwa kwa tamko lake tu Mwenyezi Mungu. Ni kiumbe aliyeumbwa na tamko lake Mwenyezi Mungu. Alilompelekea Mariamu, na ni roho iliyotoka kwake Mwenyezi Mungu. Ni kweli ni roho iliyotoka kwake Mwenyezi Mungu, kama roho nyingine. Hata roho yako imetoka kwa Mungu. Roho zote zimetoka kwa Mungu. So Yesu ni roho iliyotoka kwa Mungu kama roho nyingine. Roho yako imetoka kwa Mungu, yangu imetoka kwa Mungu. Roho ya Ibilisi imetoka kwa Mungu, roho ya malaika imetoka kwa Mungu, roho ya wanyama imetoka kwa Mungu. Kila kitu kimetoka kwa Mungu. Hakuna kitu kilichotoka kwa Ibilisi ama nani, kimetoka kwa Mungu. Hata wewe ulitoka kwa Mungu na tunarudi kwa Mungu. Yesu ametoka kwa Mungu, ni kiumbe cha Mungu, kwa sababu Mungu hazai, Mungu anaumba. Mungu anaitwa muumbaji. Na sasa tofauti yenu na Wakristo ni? Tofauti yetu na Wakristo ni kwamba Wakristo wamekataa kufuata sheria za Mungu. Qur'ani 5:14. Tusaelezwa, Wakristo wamekataa tu kufuata sheria ya Mungu. Wakifuata wanakuwa Waislamu. Tunaendelea na ndio tunawakumbusha fuateni Qur'an 5:14. Ndio tofauti yetu. Yaani kitu kidogo tu. Na kwa wale waliosema sisi ni Wakristo, kuna wale wanaotangaza kuwa wao ni Wakristo. Sikiza hapa. Tulichukua ahadi kwao, lakini wakaacha sehemu kubwa ya yale waliokumbushwa. Kwa hivyo tukaweka baina yao wenyewe kwa wenyewe uadui na bugdha mpaka siku ya Kiyama. Unasikia? So Wakristo shida yao waliacha yale waliokumbushwa. Mungu amewaambia msiabudu yote isipokuwa Mwenyezi Mungu. Wao wakaacha, wakawa wanaabudu Yesu. Badala waabudu Mungu wanasema anastahili kuabudiwa, anastahili Yesu. Wamemwacha Mungu, anayestahili kuabudiwa ni Mungu. Badala waseme anayestahili kuabudiwa ni Mungu, wao wakasema ni Yesu.
Sisi tunawakumbusha msiabudu Yesu, muabudu ni Mungu, kwa sababu Mungu ndiye anastahili kuabudiwa. Yesu akiwa duniani alikuwa akiabudu Mungu. Nyinyi badala muabudu Mungu mnaabudu Yesu, mnakosea, kwa sababu anayefaa kuabudiwa ni Mungu, si Yesu. Uliza. Na hii New Testament ilikuja kwa sababu gani? New Testament ni watu walitengeneza kusema kuna kitu inaitwa New Testament. Hakuna New Testament. Kitabu ya Mungu ni ile ile tu. Maneno ya Mungu ni yale yale tu. Hata haya yako ndani ya Qur'ani, yako katika vitabu vilivyotangulia huko. Unanipata? Hakuna ati mambo mapya, ni yale yaliyokumbushwa manabii. Muabuduni Mola wenu Mungu mmoja peke yake. Hiyo ndio tunakumbushwa. Tumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja peke yake. Kwa Biblia kuna pahali nasema muamini Yesu pamoja na mimi. Hiyo inamaanisha hivi 17:3 Yohana. Mbona iko vizuri sana? 3 Yohana. Inamaanisha hivyo, sikiza. Je, Yesu anasema pole tu uelewe. 17:3 Yohana. Muonyeshe kaketu huyu, asije akasema nimepita kwa Waislamu lakini sikupata ukweli. Ukweli utaupata. Hapa utapata elimu. 17:3. Muonyeshe kitabu cha Yohana Mtakatifu 17 aya ya 3. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee, Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. So inafaa ujue Mungu ni mmoja na Yesu ni mtume wa Mungu. Yesu ametumwa na Mungu. Anayetumwa hawezi kuwa boss, kwa sababu yeye ni mtumishi wa Mungu, ametumwa na Mungu. Ujue Mungu ni mmoja tena wa pekee, na ujue Yesu ni mtume wa Mungu, ametumwa na Mungu. Ndio hiyo. Umegoma eh? Haya, karibu brother. Nafasi ya kwako. Mimi wananiita Salim. Michael Muislamu, Mkristo. Asanti. Injika swali lako Michael sasa. Swali langu ni maswali kama 3 tu. Maswali kama 3. Wekelea kwa meza tu, moja, tuende moja, tusiende zote pamoja. Moja tunamaliza, tunaenda ya pili, ya tatu. Ya kwanza nasema wakati unauliza swali, je, najua Mungu Yesu bali ni Mungu. Kwa kitambo kwa kanisa ngapi? 2. Wesleyan na Catholic. Kwa hivyo kwanza kuna kitu hoja ni sijaelewa. Umesema Yesu ni Mungu na ukasema kitambo kulikuwa Uislamu na Katoliki. Sasa ngoja kwanza. Katoliki ni kanisa ambalo limekuja juzi. So kuanzia kitambo ilikuwa ni moja Waislamu. Si mbili? Haikuwa mbili, ilikuwa ni moja Waislamu. Katoliki imeletwa juzi na kina Dr. Paulo ndio wameleta, wakati Katoliki ilikuwa inaitwa Roman Empire. Wakati Roman Empire wanatawala dunia, ndio wakainitiate mambo ya Catholicism, ndio watu waweze kuingizwa katika imani, na ilikuwa inatumika na watu wanaitwa CIA. Kwa sababu Katoliki lazima uende uambie father makosa yako, na walikuwa hawajajua wauaji ni nani. Kuna mtu ameuawa na wajui. Sasa wewe wakati unakuja kuconfess kwa father anakuwa yeye mwenyewe ni CIA. Unamwambia mimi niliua sijui fulani na fulani siku fulani, anakuambia mwanangu uende utubu, lakini tayari asajua ni fulani ndiye aliua, anatumana kule, unakuja unachukuliwa. Unaona So ilikuwa ni mpango wameuweka ili wakunasa wale watu waovu katika society ambao walikuwa wanasumbua watu, kwa mfano wauaji. Na lazima pale Thursday uende uambie father makosa yako yote bila kuficha, na umwambie hata nimezini na mke wa jirani anaitwa fulani, nilizini naye, ndio anakuambia mwanangu umesamehewa, nenda useme Maria uliye mtakatifu mara 20, baba yetu uliye mbinguni mara 30, umesamehewa mwanangu. Kumbe sasa chukua rekodi, jioni unakujua na polisi. Ndani ya Uislamu hakuna kueleza binadamu makosa yako, hiyo kwanza ni dhambi. Unamueleza Mungu peke yake, kwa sababu anayekusamea ni Mungu peke yake. Binadamu hawezi kusamea chochote. So Katoliki imekuja juzi na imani yao ndio inahubiriwa dunia nzima. 1:7 Rumi. 1:7 kitabu cha Warumi.
Muonyeshe sasa imani yao, ndio wewe ulihubiriwa, haukuhubiriwa imani ya Mungu. Sikiza habari, sikiza mambo ya Warumi sasa. 1:7 Warumi. Warumi 1:7 inasema. Pole upate. Nayo ni ya Warumi. Sikiza habari. Wewe hujui. Kwa wote walioko Rumi. Sikiza tena, hii ni kitabu cha Warumi. Inasema kwa wote walioko Rumi. Sikiza. Kwa wote walioko Rumi. Wapendwao na Mungu. Ndio itakuwa watakatifu. Ndio unaona wako na Baba Mtakatifu kule Roma. Teremka. Na neema na amani iwe kwenu. Asante. Na amani tokayo kwa Mungu Baba yetu. Asante. Na kwa Bwana Yesu Kristo. Asante. Kwanza namshukuru Mungu wangu katika Yesu Kristo kwa ajili yenu. Kwa sababu yenu nyinyi Warumi. Kwa ajili yenu nyinyi wote. Kwa kuwa imani yenu inahubiriwa katika dunia nzima. Kwa kuwa imani yenu nyinyi Warumi inahubiriwa dunia mzima. Warumi walikuwa naamini miungu ni watatu. Walikuwa na Mungu Baba, walikuwa na Mungu Mama, na walikuwa na Mungu Mtoto. Warumi hawa walikuwa na Mungu Baba, walikuwa na Mungu Mama, na walikuwa na Mungu Mtoto. Walipoona watu wanashangaa huyu Mungu Mama, wakabadilisha, ndio wakaita Mungu Roho Mtakatifu. Ndio unaona wakabakisha Mungu Baba, Mungu Roho Mtakatifu na Mungu Mwana. Lakini mwana ndio apatikane, kuna mama wakanyofoa. Kuna challenge kidogo. Mama Mungu Mama walikuwa nayo 19:27. Matendo ya Mitume. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Sasa wewe hukufundishwa ya Mungu Mama, kwa sababu ungefundishwa Mungu Mama ungestuka, lakini kwa Biblia walibakisha huyo Mungu Mama 19:27 Matendo ya Mitume. Muonyeshe aione. Leo ende usome vizuri. Nasema hivi, si kwamba kazi hii yetu ina hatari ya kudharauliwa tu. Paulo anasema hii kazi yao iko na hatari ya kudharauliwa, si kwamba tu ina hatari ya kudharauliwa tu. Bali na hekalu la Mungu mke. Muonyeshe ni Mungu mke huyu alikuwa akiabudiwa. Na hekalu la Mungu mke aliye mkuu ya Artemi. Alikuwa anaitwa Artemi, alikuwa ni Mungu mwanamke na alikuwa akiabudiwa. Sasa wakati waliona wewe utakuja kugundua Mungu mke si kweli, wakanyofoa kwa akili za watu, wakainterfere, yani wakafix, wakaweka Mungu Roho Mtakatifu. Ukawa unaabudu bado miungu mingapi? Mitatu. Leo mtu yeyote muulize Mungu Roho Mtakatifu nani, anakuambia hajui. Lakini muulize Mungu Mwana, atakwambia Mwana ni Yesu. Baba, atakwambia Baba ni ule Mungu mkubwa. Lakini Roho Mtakatifu ukimuuliza anakwambia sijui, kwa sababu ni kitu kiliwekwa ili bado ubaki katika ile njia yao ya kuabudu miungu yao. Wakati Yesu alipokuja alitangaza tuabudu Mungu mmoja. Muhammad alipokuja alitangaza tuabudu Mungu mmoja. Musa alipokuja alitangaza tuabudu Mungu mmoja. Wao wakaja wakabadilisha. Kwa hivyo imani ya Warumi wachana naye. Sasa nyingine nauliza. Wakati Mungu akanitumia Musa kwa maambia enda mahali fulani, na sauti yako ni kidogo. Hapo sauti ndogo. Ongeza kidogo. Naenda mahali fulani ati kwa nango kwa hivyo na hivyo na hivyo. Na wakati Musa kuenda akapata wote nimegeuka. Kauliza Mungu, niko hivi na hivi na hivi. Anataka nigeuka. Itakuwaje? Mungu akamtumia mfano. Mfano wa kwanza, ya pili, ya tatu. Atamwamini. Kweli bongo? Miujiza. Hii ni miujiza. Manabii walipokuwa wakienda watu wao wanawakataa. Sasa Nabii Musa alayhi salam alipewa, kuna miujiza anafanya, akifanya wanaona ni kweli nabii wa Mwenyezi Mungu. So na huyu Musa alikuwa ni Muislamu tu ndugu yetu. Lakini alikuwa akifanya miujiza aliyetumwa na Mwenyezi Mungu aifanye. Wakati nikufa anashindwa aniziko wapi? Historia wakati nikufa ni nyamba zanga tu hivyo, sikai jua anizikwa au kuzikwa. Musa wakati alikufa alizikwa, ila Biblia haijaeleza kwa undani kabisa namna, lakini imeelezea. Sikiza inasemaje 34 na kusomea Biblia. Sikusomee nini? Kitabu cha sio Mwanzo, kitabu cha Kumbukumbu ya Taurati 34 nianzie 5, asikize namna ilivyokuwa. Kuna vitu vingi sana umefichwa katika Biblia, kwa sababu hata Adam, unaambiwa Adam alizaa watoto wawili, alizaa Kaini na Abel.
alafu Kaini akamuua Abel, akabaki Kaini, alafu Kaini akaenda katika nchi ya Nodi akaoa. Hujaiuliza mchungaji alioa nani wakati hakuna watu? Sikiza hapa. Alikujibu Kumbukumbu la ngapi? 34 nianzie 4. Kumbukumbu ya Taurati 34 aya 4. Inasema hivi. Muonyeshe hapa. Bwana akamwambia, hii ndio nchi niliyowapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo, nikisema nitawapa uzao wako. Basi nikamwonyesha kwa macho yako, nimekuonyesha kwa macho yako, lakini hutavuka huko. Basi Musa mtumishi wa Bwana akafa huko katika nchi ya Moabu. Akafa katika nchi ya Moabu huyu Musa. Sikiza iliendaje? Kwa neno la Bwana. Wakamzika bondeni. Walimzika bondeni, ndio hii. Wewe ndio hukusomewa na mchungaji, ndio hii, muonyeshe aone vizuri. Murudia, ndio aone. Akamzika bondeni. Alizikwa bondeni katika nchi ya Moabu. Ni wewe utafute hiyo nchi ya Moabu ni gani ujue Musa akazikwa huko, lakini kazikwa bondeni. Sasa wewe unajua pale, wewe unategemea mchungaji akueleze, hawezi kukueleza. Tena unaambiwa hakuna mtu anajua kaburi lake leo. Hata leo hakuna anayejua kaburi lake, lakini kazikwa bondeni. Wasaeleza walimzika bondeni katika nchi ya Moabu, lakini leo hakuna mtu anayejua kaburi lake, lakini kazikwa. Sasa wale ambao wanakufunza pale kanisani hawawezi kukupa hizi siri. Lete swali lingine hiyo hataki. Yaani hapa swali ni kuambia, ukiuliza tunakujibu kwa ile uwezo ambao Mwenyezi Mungu ametujalia. Sisi hatukufichi chochote kwa sababu hakuna kitu tunataka kutoka kwako. Wewe tunataka tu uelewe, uwe Muislamu kwa kupenda kwako. Ulazimishi. Haulazimi. Wacha amalize na kuja kwako. Malizia. Nyayo tu. Yamekwisha. Kinachokuzuia wewe kuwa Muislamu nini? Utafikiria. Haya brother. Tofauti ya Muhammad na huyu Yesu ni? Tofauti ya Muhammad na Yesu ni kwamba Yesu alitumwa kwa wana wa Israeli kabila 12. Muhammad ametumwa kwa Waluya, kwa Wakisii, kwa kila mwanadamu anaishi katika dunia. Hiyo ndio tofauti yao. Yaani Yesu umetumwa specific kwa kabila fulani. Ni sawasawa na governor na president. Governor anashughulikia watu wa kaunti yake, lakini president anashughulikia Wakenya wote. Sasa Muhammad anashughulikia wanadamu wote. Yesu anashughulikia kabila 12 za wana wa Israeli. Hata Ibrahimu alikuwa hapo. Ibrahimu hakutumwa kwa wana wa Israeli kwa sababu wakati wa Ibrahimu hakuna wana wa Israeli. Sikiza, wana wa Israeli ni watoto wa Yakobo. Yakobo ni mjukuu wa Nabii Ibrahimu alayhi salam. So wakati wa Ibrahimu hakuna wana wa Israeli. Yesu katumwa kwa wana wa Israeli kabila 12, hatambui wewe wala mimi. 15:24 Mathayo. Tumsaidie huyu kijana. Sije akasema ati alikuja na akapitia pale hakupata ujumbe. Ujumbe unaopata tena bure. Pata mwanangu, tena free. Inaweza free education. 24 inasema akajibu akasema sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea nyumba ya Israeli. Yesu anasema sikutumwa isipokuwa kwa kondoo waliopotea nyumba ya Israeli. Lakini Muhammad alipokuja, Qur'ani 758. Qur'ani 758. Pole tu. Muhammad alipokuja na yeye anasemaje? Qur'ani 758. Atapata ujumbe. Qur'ani 758. Sema, ewe Nabii Muhammad, enyi watu, hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi nyote. So Muhammad wakati alitumwa kwa ajili ya watu wote. Ndio unaona leo tunakuambia kuwa Muislamu. Leo ukiwa Muislamu kama wewe ni Mjaluo, ukaenda pale Kisumu, utasikia Mjaluo mwenzako anasema Allahu Akbar, Allahu Akbar, anaita watu anakuja kufanya ibada. Na mkiingia pale mnatumia lugha moja kwa sababu kuna Muhindi, kuna Mwarabu, kuna nini amekuja labda biashara, hajui lugha ya pale. Lakini mkiingia kwa msikiti mnaelewana katika lugha moja. Ukitoka ndio unaongea lugha yako huko nje, lakini pale mnaongea lugha moja, mnasikizana kwa sababu ibada kila mtu anafaa kupata. Leo mimi tukitoka na wewe tuende China kutafuta container labda ya biashara, wewe hutafanya ibada Mkristo, utafanya ibada wapi?
Kanisa za huko China wanaongea chinchachwa, lakini msikiti ya China Allahu Akbar, Allahu Akbar, lugha ni ile ile iko Kenya. So mimi naingia na swali kwa msikiti bila wasiwasi, na anayeswalisha ni Mchina, lakini wewe ukienda kanisa uwezi, kwa sababu wanasema chincho chachi ni hao. Sasa hizo utajua namna gani? So Uislamu umekuja kuwaleta watu pamoja, wao wanatumia lugha moja. Alafu uzuri mwingine wa Uislamu, ufariki ukiwa wewe ni maskini, ufariki ukiwa wewe ni tajiri, nyote mnazikwa na kitambaa moja inaitwa sanda. Hakuna mtu kuzikwa na suti, sijui kupelekwa mochari ukae mwezi mzima, sijui watu wacheze disco matanga. Disco matanga ya kazi gani? Wewe umefariki, watu wanacheza disco matanga badala waomboleze. Badala walie. Wanacheza tena wanasema ongeza supu hapa ya nini? Hapana. Yaani Uislamu inakufanyia wepesi, ukiwa hai, ukiwa umekufa, unazikwa haraka. Sio haraka, yani unastiliwa namna inavyotakana. Kwa sababu watu wenu lazima wajulishwe. Lakini usikalishe mwili kaanza kuoza. Nipata vizuri. Wakisema huyu tunataka azikwe pale kwetu Kisumu, simu inapigwa huko Kisumu kwa Waislamu, wanaenda wanatayarisha simu, mwili inachukuliwa hapa inasafirishwa. Lakini ni uzuri sana Muislamu hali atakapokufa azikwe katika makaburi ya Waislamu. Hiyo ndio inakuwa bora zaidi. Lakini nyinyi mkiinsist, kwa sababu tumepeleka watu wengi sana hapa area ya Kisumu na Migori, wakifariki wanasema wapelekwe pale, inapigwa tu simu ya msikiti pale, wale Waislamu wa kule wanaenda wanatayarisha shimo, sisi tunatoa mwili hapa tunasafirisha, tukifika pale ni kuzika. Kwa sababu hakuna mambo ati ya urology. Najua nyinyi mna karatasi moja mnaandika ati urology, ati alisoma sijui Kampala University. Sasa hiyo inasaidia nini? Mtu amefariki, alisoma Kampala University, inasaidia nini? Sijui ati alikuwa anafanya kazi ya chuma sijui wapi. Ya nini hiyo? Mtu amefariki, fariji familia yake, zikeni ule mtu. Kama kuna watoto wamebaki, jueni venye wataendelea kimaisha. Hiyo story nyingine nyingi. Ati wewe unaenda kuchukua sanduku ya 500 ya kazi gani? Si afadhali upewe hiyo 500 wakati uko hai ujifanyie shughuli? Yani very simple in Islam, hakuna uzito. Naam. Sisi tunasherekeanga tarehe 25 na nyinyi? Yani nyinyi mnasherekea kitu inaitwa Christmas. Sisi hatusherekei Christmas. Sisi tunasherekea Eid. Eid inasherekewa baada ya kufunga, tunasherekea kitu inaitwa Eid. 51 Qur'an. Qur'ani 51 tunasherekea Eid. Eid ni pale furaha kwa sababu tumefunga mwezi mzima wa Ramadhani ndio tunasherekea. Lakini Christmas nitakuja unieleze ni nini hicho mnasherekea. Maana sijajua mpaka leo. 51 nipigie fafanuzi yake. 51 inasema Qur'an. Tumuonyeshe sisi huwa tunasherekea Eid. Sikiza inasema. Hii ni sura ambayo Mtume akisoma sana katika hafla kubwa ya sala kubwa kama sala ya Eid. Unasikia kama swala ya Eid. Ukisikia hafla maana yake ni nini imekuja, yani sherehe. Unasikia naenda hafla. Hafla maana yake ni sherehe ya siku ya Eid. Ndio tunasherekea. Eid tunasherekea kufurahia kuwa tumefunga mpaka tumefikisha mwisho. Tunaita Eidul Fitri, inatolewa mchele 2.5 tunapatia wale maskini, tunafurahia pamoja. Maskini wanapata chakula na wale watu ambao wanazo wanapata, tunakula pamoja. Tunasherekea hivyo. Hii Krismasi nyinyi mnasherekea kuhusu nini? Kuzaliwa kwa Yesu. Kuzaliwa kwa Yesu. Je, katika Biblia kuna verse ambayo inasema Yesu alizaliwa Krismasi? Usaipitia? Asante. So aliyekuambia Krismasi ni kuzaliwa kwa Yesu alikudanganya, kwa sababu Krismasi ni mtu aliachiliwa kutoka gerezani, sio kuzaliwa kwa Yesu. 52:31 Yeremia. 25 December ni mtu aliachiliwa kutoka gerezani, sio Yesu kuzaliwa. Lakini waliokuletea na wakakuprogram kwa akili yako walikudanganya, kwa sababu there is no any single evidence Yesu alizaliwa 25 December. Hakuna. Sikiza kilichotokea. Ndio hii. Muonyeshe aone. Kitabu cha Yeremia 52:31. Hata ikawa katika mwaka wa 37. Ilikuwa ni katika mwaka wa 37. Sasa tuko 2026. Wa kuhamishwa kwake Yehoyakini mfalme wa Yuda. Katika mwezi wa 12. Ilikuwa ni mwezi wa 12 na hapa Kenya tunasema Disemba, mwezi wa 12. Siku gani? Siku ya 25 ya mwezi. Ilikuwa ni 25th December. Sikiza nini ilitokea. Evil Merodaki mfalme wa Babeli
katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake akaminua kichwa chake Yehoyakimu mfalme wa Yuda akamtoa gerezani. 25 December ni mtu alitolewa gerezani, sio kuzaliwa kwa Yesu. So aliyekuambia ni kuzaliwa kwa Yesu angekupa angalau evidence. Kwa sababu evidence ambayo inapatikana kuzaliwa kwa Yesu 1:26 kitabu cha Luka. Sio 25 December, hapana. Wewe mwenyewe uniambie ni mwezi gani? 1:26. Hebu angalia na macho yako. Unajua wazungu kuna msemo wanatumia, wanasema you can lie for people sometimes but you cannot lie people all the time. Unaweza ukawadanganya watu kwa muda kidogo, lakini huwezi kuwadanganya kila wakati, watagundua. Sasa sikiza, kuzaliwa kunakuja namna gani? Luka 1:26 inasema mwezi wa 6. Hapa ilikuwa ni mwezi wa 6. Sikiza, malaika Gabriel alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa maana mali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliopewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume, na jina lake utamwita Yesu. Mwezi wa 6 Mariamu anaambiwa atapata mimba. Wewe ukiwa na mke wako akapata mimba mwezi wa 6, atajifungua mwezi gani? Mwezi wa 3. So kama Yesu kazaliwa mwezi wa 3, sio Disemba. Disemba ni mtu aliachiliwa. Disemba ni sawasawa na ile tunaitanga hapa masujade. Masujade tunakumbuka 7 kapenguria walioachiliwa, lakini masujade haiwahusu wa Uganda, haiwahusu wa Tanzania, kwa sababu hiyo ni sherehe ya Wakenya, ni watu wao waliachiliwa. So nayo hii 25 December haituhusu sisi kwa Kenya. Ni mtu aliachiliwa huko, alikuwa mfalme wao, alikuwa amefungwa kwa sababu ya corruption, akaachiliwa. Ilipoingia mfalme mwingine akamtoa, watu wake wakasherekea. So wewe miaka yote umekuwa ukisherekea bila kujua, lakini wewe huwezi ulizwa kwa sababu wewe ni innocent inheritor. Yani wewe ni kitu ulinherit. Nimetosheka. Umetosheka. Sasa mbona usiwe Muislamu? Unafikiria. Haya brother, na wewe? Unafikiria. Haya brother, karibu. Songa hapa kidogo ali pande hii, tusije tukabana barabara huko. Mimi wananiita Salim. Kwanza ukija usiwe na pressure. Pole pole tu, hatuna dawa ile ya pressure, unajua zimekuwa bei ghali. So unakuwa free kwanza. Mimi wananiita Salim. Mimi wananiita Alex. Alex, wewe ni Muislamu au Mkristo? Mkristo. Asante. Wekelea swali tulisikie. Swali langu ni Yesu mnamwamini kama nani? Yesu tunamwamini kama nani? Qur'ani 3:45. Yesu tunamwamini kama nani? Sikiza habari sasa Waislamu, tunamwamini Yesu kama nani? 3:45 Qur'an, na umuonyeshe vizuri. 3 ndio hii, 45 ndio hii. Mpe vitu. Na kumbukeni waliposema malaika, ewe Mariamu, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume. Kwanza Waislamu tunajua Yesu amezaliwa bila ya baba. Mariamu amezaa akiwa bikra. Sikiza habari. Nakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume, bali kwa kutamka neno tulitokalo kwake la kuambia zao ukazaa pasina kuingiliwa. Jina lake ni Masihi Isa, mwana wa Mariamu, mwenye heshima katika dunia na akhira, na miongoni mao waliopelekwa mbele na Mwenyezi Mungu. Naye atazungumza na watu maneno ya dini katika utoto wake na katika utu uzima wake, na atakuwa katika watu wema kabisa. Mariamu akasema, Mola wangu, ni hapo. Unataka wapi? Ni hapo. Mariamu akasema, Mola wangu, nitapataje mtoto na hali mtoto hakuniguza? Akasema Mola wake, ndivyo vivyo hivyo Mwenyezi Mungu huumba apendavyo, anapohukumu jambo huliambia kuwa basi likawa. Na Mwenyezi Mungu atamfunza kuandika na kujua elimu na kujua Taurati na Injili, na atamfanya mtume kwa wana wa Israeli. Yesu tunamtambua ni nabii wa Mwenyezi Mungu na ni mtume aliyetumwa kwa wana wa Israeli, na yeye ndio mtoto alipewa ruksa kuitanishwa na mamake kwa sababu hana baba. Sisi wengine wote haufai kuitanishwa na mamako, unafaa kuitanishwa na babako. Anielewa vizuri ndio ujulikane wewe ni mtoto wa nani, kwa sababu mama hazai bila baba. Lakini sasa Mariamu akapewa jina ya mama, anaitwa Isa
ibn Maryam, Yesu mtoto wa Mariamu. Ukisikia Isa ibn maana yake mtoto wa Mariamu. Sisi wengine wote inafaa unaitanishwa na baba yako ndio ujulikane wewe ni mtoto wa fulani au wa nani. Na Biblia John 3:36 inasemaje? Yohana 3:36 anataka. Yohana 3:36 inasema. Naam. Hiyo aya ni yako. Ulitoa wewe sio? Yohana 3:36 anataka. Msomee pole pole kwa raha zake anataka. Amin. Amwamini mwana yuna uzima wa milele. Asiyemwamini mwana hata uona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Sasa nyinyi mnamwamini Yesu? Tunamwamini ni mwana wa Mariamu, si nimekusomea? Tunamwamini ni mwana tena wa Mariamu. Amen. Muhammad na Yesu nani mkubwa? Muhammad na Yesu ukubwa namna gani? Kwa sababu Yesu alikuwa mbele ya Muhammad. Yesu alikuwa mbele ya Muhammad. Muhammad amekuja nyuma ya Yesu. Wote ni manabii wa Mungu, wametumwa na mission tofauti. Yesu ametumwa na mission kwa wana wa Israeli. Muhammad ametumwa kwa ajili ya watu wote, mission yake. So ya Yesu ni kwa wana wa Israeli, Muhammad kwa watu wote. So sijajua ni ukubwa gani unazungumzia. Yani nani mtu kamili wa Mungu? Wote ni watu kamili wa Mungu. Hakuna mtu wa shetani. Watu wote unaona wa duniani wote ni wa Mungu. Hakuna mtu hapa duniani wa shetani. Watu wote ni wa Mungu. Ila katika watu wa Mungu kuna wale walioasi na wale ambao wamekubali. Na wote ni wa Mungu. Hawa walioasi ni wa Mungu, sio wa shetani. Najua kuna hii kauli nasikianga mkisema ati hawa ni wa shetani. Shetani hana watu wake. Watu waliokufuru ni watu wa Mungu na watu walimkubali Mungu ni watu wa Mungu. Na ndio wote wanarudi kwa Mungu, alafu Mungu ndiye atakaowahukumu. Hawa aseme ni wa motoni na hawa ni wa peponi. Wale waliotii anawaingiza peponi, wale waliomwasi anawaingiza motoni. Na Ibilisi atakuwa miongoni mwa wale watakaohukumiwa kwenda motoni. So watu wote ni wa Mungu. Hakuna mtu wa shetani. Ila wanafanya tabia ambazo Mungu kakataza. Hiyo ndio shida. Swali lingine. Leta. Unajua kuna watu nisikia wakisema ati kuna moto wa shetani. Hiyo ni uongo. Hakuna hata moto wa shetani. Moto ni wa Mungu. Na paradise ni ya Mungu. Mtu anakuambia tu ukifanya vibaya utaenda kwa moto wa shetani. Uongo. Shetani hana moto. Moto ni ya Mungu. Shetani hana chochote chake. Ni maskini, hana kitu. Hata hewa anapumua ni ya Mungu. Swali lingine ni leta hiyo swali. Umesema mama ya Yesu. Mama ya Yesu anaitwa Maryam binti Imran. Alikuwa na babake ambao ni babu yake Yesu akiitwa mzee Imran. Kwa sababu Maryam ni Muislamu. Maryam ni Muislamu. Maryam ni Muislamu. Qur'ani 19:16. Maryam, wewe ukisikia Maryam, hata tukizaa watoto tunawaita Maryam. Tukizaa watoto wa kike tunawaita Maryam. Tukizaa watoto wa kiume tunawaita Isa. Na mimi sijaiona mtoto anaitwa Mkristo anaitwa Yesu. Wewe usaipatana naye? Sasa wewe kama hujaipatana na mtoto anaitwa Yesu katika Ukristo, ukienda katika Uislamu kuna mtoto anaitwa Yesu ambaye anaitwa Isa. Kwa sababu tunawapenda manabii wa Mwenyezi Mungu. Sikiza habari inasema? Qur'ani 19:16 inasema, angalia hapo. Hata wewe ukiona vyenye wanachora Mariamu, hawawezi kumchora akiwa amevaa miniskirt. Lazima wachore amevaa buibui. Sikiza habari. Mtaje Mariamu kitabuni humo. Alipojitenga na jamaa zake. Akaenda mahali upande wa mashariki wa msikiti. Akaweka pazia kujikinga nao. Tukampelekea muhuisha sheria yetu Jibrili. Mariamu alikuwa akienda mahali mashariki ya msikiti ambao ni Masjid Al-Aqsa. Iko mpaka leo Wayahudi wanaipigania. Ndio Mariam alikuwa akienda kusali pale. Na tukienda katika Jerusalem tunaingia katika ule msikiti uko mpaka leo. Sio story. Hata chukua simu yako angalia Masjid Al-Aqsa itakuletea ni Jerusalem. Na Wayahudi wanajua na ndio wanakataza sometimes Waislamu asiingie, lakini wanajua huu msikiti Netanyahu ameutaja hata mara nyingi sana. Manajua ilijengwa pale na Nabii Suleimani alayhi salam. Kwa sababu Wayahudi wana record nyingi sana. Msikiti huko pale. Lakini chanzo ya kanisa huwezi pata katika Israeli. Huwezi.
Na Yesu alikuwa na miaka 12. Alikuwa kwa temple. Hekalu, inaitwa hekalu. Hiyo ni hekalu. Hiyo hekalu sijui alikuwa ameendea nini. Alikuwa ameenda kufanya ibada zake na kuongea na wale wakuu wa makuhani ambao walikuwa kule. Makuu wa makuhani ni wale wanaitwa high priest, yani walikuwa wachinjia, yani unahitaji tu, walikuwa wanahitaji, yani walikuwa wanatoa zile nini pale. Lakini hekalu nayo ibada zake tofauti sana na kanisa yenu. 11:1 Ufunuo. Angalia sasa, ndio hiyo 11 aya ya 1 kitabu cha Ufunuo. Nikapewa mwanzi kama fimbo, na moja akaniambia, inuka ukalipime hekalu la Mungu na madhabahu, na hao wasujudu humo. Kumbe katika hekalu watu wanasujudu. Hekaluni watu wanasujudia Mungu. So hekalu ni sehemu watu wanaenda kusujudu, wanasujudu humo. Sujudu inatokana na neno sijida. Sijida ni kuwekelea paji la uso mpaka ardhi, hiyo ndio kusujudu. So hekaluni watu walikuwa wakienda kumsujudia Mungu, kwa sababu hii ndio ibada ambayo Mwenyezi Mungu aliweka kwa ajili ya wanadamu kumfanyia, kupeleka uso wa paji yako mpaka ardhi. Iko na humbleness. Yani hakuna binadamu duniani, polisi atakwambia piga magoti, mwalimu atakwambia shule piga magoti, lakini hakuna mtu anaweza kwambia nisujudie, wekea uso chini. Hakuna, haipatikani. Lakini magoti shuleni tunaambiwa piga magoti na tunawekelewa viboko, lakini hii sijida ni ya Mungu peke yake inajulikana. Na Yesu anasemaje? 4:10 Mathayo. Umsaidie. Mathayo 4:10 inasema, angalia huko angalia huko. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, umsujudie Bwana Mungu wako. Angalia hapo, umsujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Yesu anasema inafaa umsujudie Bwana Mungu wako, tena uabudu Mungu peke yake. Peke yake kwa Kiswahili wewe unajua vizuri. Without associating kuassociate God na kitu ingine yote. Yani wewe katika ibada yako unaabudu yeye Mungu peke yake. Ndio hiyo inatakana, ndio Uislamu ni kuabudu Mungu peke yake. Waislamu atuabudu Muhammad, atuabudu Musa, atuabudu Yesu. Tunaabudu Mungu peke yake. La ilaha illa Allah. Mungu peke yake ndio tunayemwabudu. Nimeamini, lakini swali lingine. Maswali yamekwisha. Kama yamekwisha, unakaa hapa unarudi polepole, au usiwe na wasiwasi. Nilikwambia mambo ya Mungu hayataki pressure, na lazima uwe unasoma vitabu tofauti. Wewe usisoma Qur'an wewe? Sijaisoma. Unaona, nyinyi mmewekwa ni kama mahali unawekewa box alafu unafunikwa. Sisi Waislamu tunasoma mpaka Biblia. Kwa nini? Kitabu yoyote unafaa usome. Hata ukipata ile Wahindi chukua soma, ukipata ile ya Kacha wameandika chukua soma, ili uweze kujua mengi. Knowledge is power. Lakini ukiwa limitation na knowledge, wewe hakuna kitu utajua. Ni ile tu ulifunzwa ndio hiyo tu unaenda hivyo. Lakini knowledge ni power. Ukijua hawa naamini hivi, hawa kwa hivi, hawa kwa hivi, mind yako kwanza inakuwa free. Unajua nitachoose hii kwa sababu nimeona ndio utaratibu ambao uko. Lakini wewe umewekewa tu ile, wewe usisome hii wala usisikize hii. Lazima uweke mind yako free ndio uweze kugrow. Hata saa hii ukizaliwa hapo kwenu, uishi tu hapo kwenu, uoe hapo kwenu, wewe uweze endelea. Chomoka katika ardhi ya Mungu, uone mambo mengi. Uone watu tofauti na nini. Yaani wewe uzaliwe hapo kwa hiyo kijiji yenu, uoe hapo, kila kitu hapo. Usiwekee pale. Chomoka mali iko. Utaanza kusema sijui nini. Hapana, ati nimelaaniwa. Hujalaaniwa, ni wewe utaki kutoka. Toka. Tunaambiwa kufanya pia hijra ni kitu mzuri. Unatoka, unaenda, unaongea na watu pia. Swali yamekwisha.